Mkuu wa Mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Godfrey Weston Zambi, tarehe mosi Juni 2017 alifungua mafunzo elekezi kwa waheshimiwa madiwani yaliyoendeshwa na mradi wa uimarishaji mifumo ya sekta za umma, yaani Public Sector System Strengthening Project PS3. Mafunzo haya yalihudhuriwa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala wa wilaya na baadhi ya wataalamu kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo madiwani na washiriki wote ili waweze kuwa na uelewa wa pamoja katika usimamiaji na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali zinazofanywa katika maeneo yao. Mafunzo haya yalifanywa na wakufunzi kutoka katika Chuo cha Serikali za Mitaa kilichopo Dodoma, wakiongozwa na Dr. Msendeko ambaye alipata nafasi ya kuelezea mafunzo mbalimbali yanayotolewa na chuo hicho. Na hizi kozi fupi tunatoa mambo ya records, tunatoa mambo ya accounts, tunatoa mambo ya community development. Kwa tuna mafunzo mbalimbali ya muda mfupi na muda mrefu. Na mafunzo haya yanatokana na mahitaji ya kila halmashauri. Kwa hiyo mtakapotuhitaji tuko pale kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Akitoa maelezo kuhusu mradi wa PS3, Dr. Peter Kilima, mtaalamu wa utawala bora na ushirikishwaji jamii, alieleza haya. Naomba niseme kwamba nashukuru sana mgeni rasmi. PS3 kila tulipofika hapa tumekaribishwa kwa uzuri. Na leo hii naomba niseme kitu kimoja. Tulijipangia kwanza kwamba tuanze asubuhi na mapema, lakini naomba kutoa furaha yangu kwamba waheshimiwa madiwani pamoja na kwamba wametoka sehemu mbalimbali wameweza kuwahi sana asubuhi, na hii inaonyesha umakini. Tuliibua hii pamoja wakati wa kulaunch mradi wa PS3. Kila mmoja aliona kwamba nahisi ni vizuri zaidi tukiweza kuhakikisha kwamba madiwani wetu wanafanya kazi vizuri. Maana yake wengine ndio walikuwa wamechaguliwa tu wakati mradi unaanza mwaka 2015. Tukaona kwamba hiyo ilikuwa changamoto mojawapo. Kwa hiyo tumepita sehemu zote tukifundisha, na mafunzo haya yana umuhimu wa kumwezesha mheshimiwa diwani kumkumbusha majukumu yake ambayo anabidi kuyatekeleza kwa wananchi. Kwa kuwa diwani ni muhimu, ni kiongozi muhimu sana katika jamii zetu. Na tukaona kwamba hatuwezi kuwafundisha peke yao. Maana yake hawafanyi kazi katika vacuum. Wanafanya kazi na wasimamizi wao, wakuu wa wilaya, na tukaona kwamba tujumuishe pia na watendaji wengine. Ndio maana tukaleta wakurugenzi, wakuu wa wilaya, madasi na wale wengine wote wanaofanya kazi nao. Hii ni pia kujaribu kuunda timu ya wilaya. Ni mara chache sana wilaya zetu, halmashauri zetu zinakuwa mahali pamoja kwa kujadili, kama sio mkutano, kwa kujadili masuala mbalimbali ikiwa ni complete unit. Pia tunafanya kazi katika maeneo ya tovuti ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kuona yote yanayofanyika. Basi tumeanzisha tovuti katika halmashauri zote. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani wanaweza kuangalia, na pia wilaya zinaweza kuchagua mambo ya kuweka kwenye tovuti. Opportunity mbalimbali zinaweza kuwekwa huko ili watu waweze kuelewa kwamba wakifika Lindi kwa mfano wataona kitu gani. Pia tunaangalia masuala ya fedha zinazoletwa katika vituo vyenu vya kufanyia kazi. Kwa mfano, fedha zinazopelekwa moja kwa moja kwenye mashule, fedha zinazopelekwa moja kwa moja kwenye zahanati zitawezaje kuangaliwa? Kwa hiyo tumefanya mfumo maalum wa kuwafundisha watu walioko kule waweze kuhakikisha kwamba fedha inayopenda huku inaangaliwa vizuri. Na pia katika ngazi za halmashauri tumejaribu sana kuwafundisha mahasibu na maauditor ili kuhakikisha kwamba documents zinazofanywa katika halmashauri zinakuwa document ambazo akiziangalia CAG anaona kwamba ni document ambayo imeandaliwa vizuri
kutokana na kazi nzuri iliyofanyika. Hatuangalii kwamba document tu ifanyike vizuri, lakini ni document ambayo reflect yanayofanyika katika on the ground. Baada ya maelezo kuhusu mradi kutolewa, mwakilishi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, Bi Zaituni Msofe, alielezea matarajio ya TAMISEMI kwa washiriki baada ya kupatiwa mafunzo. Mimi naitwa Zaituni Msofe na wakilisha ofisi ya Rais TAMISEMI. Labda ningependa kusema maneno mawili matatu. Kwanza kwa kuwashukuru PS3 kwa kuweza kuendesha mafunzo haya na kuongeza weledi wa utendaji katika halmashauri zetu. Lakini pia niombe kwamba mafunzo haya, ndugu washiriki, niyachukulie kwa umuhimu mkubwa, kwani ni bahati tu katika nchi yetu. Sisi kwa Tanzania bara tuna halmashauri 185, lakini halmashauri ambazo zimepata bahati ya kupata mafunzo haya ni 93 peke yake, zikiwepo halmashauri za mkoa wa Lindi. Kwa hivyo ni mategemeo ya TAMISEMI sasa katika halmashauri hizi zilizopata mafunzo zitaongeza weledi na utendaji katika kuzisimamia halmashauri, na hatimaye sasa matokeo tunategemea kuyaona katika huduma kwa wananchi. Ina maana tunategemea kwamba utoaji wa huduma kwa wananchi utaboreka zaidi. Mkuu wa wilaya ya Lindi, Mheshimiwa Shaibu Isa Ndemanga, alisema machache kabla ya kumkaribisha mkuu wa mkoa kufungua mafunzo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mafunzo yetu haya ya kuwajengea uwezo wa waheshimiwa madiwani hasa katika kuimarisha mifumo ya sekta ni muhimu sana. Nilikuwa nanong'ona na mtaalamu hapa wa Hombolo, nikamuuliza kama mimi binafsi nikitaka kwenda kusoma mafunzo haya yanagharimu kiasi gani. Alikuwa ananiambia ni zaidi ya milioni 1 na kitu. Leo tumepata fursa tukiwa hatujui hata yamegharamiwa kiasi gani kutufikia katika maeneo yetu. Naye mkuu wa mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Godfrey Zambi, alipokuwa akifungua mafunzo haya alisema, unapozungumza swala la mashirikiano ni vizuri timu zote zikawepo. Tutazungumza kwa pamoja, tukiondoka tukirudi, tukitofautiana jambo moja tutakumbushana. Umesahau tulikutana pale Lindi tukazungumzia jambo hili na tukaambiwa tatizo. Kwa mimi na hakika combination hii au mkusanyiko huu, muunganiko wa namna hii una nia njema ya kwamba tunaporudi huko tuwe kitu kimoja, tuzungumze lugha moja. Lakini kwa nini mafunzo haya yanafanywa hasa kwa madiwani? La kwanza, madiwani hawa wengi ni wapya. Tunao karibu mwaka mmoja na kitu, bado ni wapya. Labda tutaacha kusema wapya baada ya miaka 2.5 kupita. Na mimi nina hakika hawa madiwani wametoka katika fani mbalimbali. Wengine walikuwa walimu, wengine walikuwa wafanya biashara, wengine tu watumishi katika sekta nyingine, wengine walikuwa wakulima, wengine wafanya biashara. Sasa wanakutana kama chombo kimoja cha kusimamia halmashauri zetu, kusimamia zaidi maslahi ya halmashauri zetu na si maslahi yetu binafsi. Mara kadhaa baadhi ya halmashauri zimeshindwa kwa sababu madiwani hawakujitambua. Wamefikiria zaidi maslahi yao kuliko maslahi ya halmashauri zao, kuliko maslahi ya wananchi ambao waliwatuma kwenda kuwawakilisha. Sasa unapoondoka hili, unapoliacha hili, hautafanikiwa. Lakini jingine muhimu, baada ya kwamba tumetoka katika fani mbalimbali, tunafika kwenye halmashauri, tunakuwa hatuna uelewa wa mambo mengi kabisa yanayopaswa kufanywa na sisi. Na wakati mwingine madiwani wanapokutana na watumishi, na hili niliseme tu, wanapokutana na watumishi, madiwani wanajiona wanyonge sana. Madiwani wanaona wanyonge, wao wanageuka kuwa kama vile ndio waajiriwa wa halmashauri. Waheshimiwa madiwani, naomba niwaambie,
halmashauri hizi ni mali yenu ninyi, sio mali ya waajiriwa. Halmashauri hizi ni mali zenu. Na huwa natoa mfano rahisi tu kwamba wewe ndiye mwenye duka. Sasa kwa sababu huna utaalamu wa kuendesha duka, umeajiri muuza duka. Hao wakurugenzi hawa na watumishi wao ni wauza duka wenu. Duka ni la kwenu, hawa wana utaalamu, wanawauzia duka lenu. Sasa msipoangalia duka lenu litaliwa, unaweza kukuta limeliwa lote limeisha. Kwa hiyo lazima mlisimamie pia duka lenu vizuri. Mnalisimamiaje? Ndio kupitia vikao mbalimbali. Mna kamati mbalimbali kwenye halmashauri zetu. Mna finance committee inayokutana kila mwezi. Na kwenye finance committee hamuingii wote, mnaingia wawakilishi. Mnaangalia trend, hata mambo ya fedha kule yanaendaje. Lakini kamati na zenyewe pia zinapitia mambo ya sekta kupitia kamati hizo wanazosimamia. Kama ni maji yakoje, elimu ikoje, ardhi zinakwendaje, kamati zile zina mazingira yakoje. Mnahoji ili wataalamu mliowaweka pale au ambao serikali imewaweka kwa niaba yenu wawafafanulie kwamba mambo katika sekta hii yanakwenda hivi yanakwenda kwa utaratibu huu. Na pale msipoelewa mnawahoji, na msiporidhika au mkiamini kwamba mambo haya yamefanywa vibaya, mna sababu ya kuchukua hatua. Maana pia nimeshuhudia wakati mwingine wako madiwani ambao wao wamefanya uswahiba kupindukia na watumishi, alafu mbaya zaidi wao wanashinda kwa watumishi hao kwenda kuwakopa hela wakati wote. Wako madiwani ambao wao wakati wote kwenda tu kwa watumishi wa halmashauri kwenda kukopa hela wakati wote. Na wakati mwingine mtumishi mwingine anaenda, diwani kabisa anaenda kwa mkurugenzi, analia, mkurugenzi nisaidie, mkurugenzi anapiga magoti kwa mkurugenzi. Ukishafanya hivyo halmashauri itakushinda, hutaweza kumsimamia mkurugenzi. Sisemi msiwe marafiki na mahusiano mazuri na wakurugenzi na watendaji, rahasha. Lakini mahusiano haya yawe na mipaka. Maana ukishaweka uswaiba na muuza duka wako, atakapokuwa anaendesha vibaya duka lako, atakuja asema bosi, na wewe mambo yako vizuri ta bosi. Basi umejenga uswaiba, basi utakuja kuchukia duka limekwisha, duka si lako tena. Wakurugenzi ni wataalamu, watumishi ni wataalamu, halmashauri ni zenu. Lazima pia mzungumze namna ya kuhakikisha rasilimali za halmashauri. Rasilimali za halmashauri ziko nyingi sana. Hata watumishi ni rasilimali, fedha ni rasilimali, magari rasilimali, ardhi na vitu vingine vingi. Vile vyote lazima mvijue na kuvisimamia sawa sawa. Vyote. Matumizi ya fedha za halmashauri lazima msimamie sawa sawa. Na ndio sababu ninyi wote ni mashahidi hapa. Silisemi kama kwa sababu napenda tu kulisema, lakini Mheshimiwa Rais amekuwa analisema sana. Na ndugu zangu wa Hombolo PS3 mnajua hili. Mheshimiwa Rais wetu amelisema kwa nguvu zote. Kama kuna mahali penye uozo, basi ni kwenye halmashauri zetu. Sasa kama ukiwakuta madiwani hawajui wajibu wao, ndio consistently hizi halmashauri zinaendelea kufanya vibaya. Ni madiwani hawajui wajibu wao. Mnaletewa pesa za miradi. Miradi inafanywa chini ya kiwango, na madiwani wanaona sawa sawa. Diwani yupo kwenye kata yake, shule inajengwa vibaya, anasubiri mkuu wa wilaya aende au mkurugenzi wake aende pale ndio akalalamike. Tena diwani anaenda kulalamika kwa mkurugenzi, asijue kwamba yeye mkurugenzi actually sio bosi wake, ila bosi, wewe ni bosi wa mkurugenzi. Na sijui kama madiwani wanaelewaga hii. Sijui kama mnaelewa. Maana wengine kazi yenu kwenda kupiga tu magoti kwa wakurugenzi na kuwaomba hela wakati wote. Mkishafanya hivi halmashauri hazitaenda. Miradi itafanywa chini ya kiwango, wataalamu watawaendesha tu. Nimesema, naposema haya
Sisemi muwe na mahusiano mabaya na wakurugenzi. Na nazungumza mipaka yetu ya kazi. Kwa mkoa wa Lindi kwa mwaka huu, kwa maana ya mwaka wa fedha ulioisha 15-16, nafurahi kwamba halmashauri zote sasa zimepata hati nzuri. Halmashauri zote kupata hati nzuri ni dalili kwamba na madiwani mmewajibika kufuatilia na wakurugenzi wametimiza wajibu wao. Lakini haina maana kwamba hakuna dosari. Haina maana kwamba basi 100% mambo mazuri. Ziko hoja mbalimbali ambazo hazikujibiwa. Na hili na lenyewe ni jambo ambalo waombe haya tuyatafakari. Wakati tunakutana hapa kwa ajili ya kujengeana uwezo wa kusimamia, uwezo wa kuhoji, uhamasishaji, lazima tuhakikishe kwamba tunatendea haki nafasi zetu ambazo tumeaminiwa na wananchi. Lakini jambo jingine muhimu, na hakika haya mafunzo yatatujengea uwezo. Tunapoenda kwenye vikao, madiwani wengi mkipewa zile document hamzisomi sawa sawa. Maana na mimi pia nimekuwa diwani kwa miaka 10. Kwa hiyo najua. Unaenda kwenye kikao finance committee, mwenyekiti anahoji, hoja inayofuata, jamaa tunakubaliana sawa. Inayofuata, sawa. Inayofuata, sawa mwenyekiti. Kikao kimeisha. Sasa mwenyekiti mshiko wetu. Kwa hiyo watu wanakwenda kwenye vikao, wana interest yao kwenye nini? Kwenye mshiko. Kuhoji anasema fulani si ndio huwa amezoea na hoji sana, fulani tu atahoji. Fulani tu akishahoji mambo yote sawa sawa. Kweli si kweli? Na ninyi kwenye mabaraza yenu mnajuana. Fulani akihoji sawa, fulani akinyamaza mambo yako safi. Kwa hiyo wengine hamsomi. Jamani naongopa. Ninyi wenyewe hamsomi wengine. Sasa kama husomi, utakuwa na uwezo wa kuhoji. Na haya mafunzo sasa pia yatujengee na uwezo wa kuhoji. Kama husomi utahoji nini? Ndio baadaye ulikuwa unalala, unasuka mheshimiwa umeshonyesha mkono, unasemaje? Kwa kweli mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana mkono na mheshimiwa diwani alivyosema. Amesemaje? Kama alivyosema. Sasa msiposoma mtakuwa mnaacha mwanya wa mambo yaende hovyo. Nadhani na sasa hivi kama halmashauri itakayopata hati isiyoridhisha na madiwani wapo, tutasema madiwani hawa hawakuwajibika, na ikawezekana tukawatangaze huko wananchi kwamba madiwani wote ikiwezekana msiwachague tena, hawafai. Tusiendelee kuwataka kuwashambulia watumishi. Ninyi mlikuwa wapi? Finance committee ambayo mwenyekiti anakaa kila mwezi imeachia mambo. Kama ni wizi unaendelea, haiwezekani. Sasa semina na mafunzo haya kimsingi tunasema PS3. Zile S3 ni nini? Public sector systems strengthening. Uimarishaji wa mifumo. Ili tukishaimarisha mifumo kupitia kwenu na mambo yatakwenda sawa sawa. Tukishaimarisha hiyo mifumo, migogoro, kugombana kwa diwani na mtumishi, mwenyekiti na mkurugenzi hakuna. Na wakati mwingine mwenyekiti na mkurugenzi kupanda gari moja marufuku. Mnataka kwenda Mbeya, kila mtu na gari yake. Mnataka kwenda Msoma, kila mtu na gari yake. Are you cost conscious? Mheshimiwa Rais amesema lazima tubane matumizi. Kuna mambo mengi ya kubana matumizi. Ninyi madiwani lazima pia muibue vyanzo vya mapato, ili mkipata hela nyingi zaidi ziende kwenye utekelezaji wa miradi. Ndio sababu mpo waheshimiwa madiwani. Swala uibuaji wa vyanzo sio la wataalamu peke yao, na ninyi madiwani. Wakati mwingine madiwani mnakaa kwenye vikao mnalalamika hela zitoshi. Mmekaa na kufikiria vyanzo vipi ambavyo mnaweza mkapata pesa. Na wakati mwingine pia madiwani na ninyi mmekuwa vikwazo. Wataalamu wanakaa mnajadiliana pamoja, tutafute vyanzo vipya. Unasema huko hapana. Madiwani wenyewe mnakuwa na interest zenu. Hatuwezi. Tunataka tukusanye kodi zaidi, na madiwani mnafanya biashara. Tena biashara za choma. Biashara za kangomba, madiwani mko mnaofanya biashara hizi. Huku mnalalamika serikali sipopata mapato, mnalalamika.
Sasa semina na mkutano huu utusaidie kutuweka pamoja. Semina hii itusaidie kutujengea uwezo ili mambo kwenye halmashauri zetu yaende vizuri. Semina hii itusaidie kutuweka pamoja, migogoro isiwepo. Lakini kwa watumishi, kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya, ninyi ni mihimili ya serikali kwenye wilaya zetu. Wajibu wenu, na ndio sababu mko hapa, ni kuzisimamia halmashauri. Kuna serikali kuu, kuna serikali za mitaa. Kwa serikali kuu na kwa serikali za mitaa, hatuna serikali mbili. Serikali bado inabaki moja. Serikali za mitaa wajibu wake ni chombo cha serikali ambacho kimewekwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha inatekeleza shughuli za serikali katika ngazi za halmashauri. Lakini wajibu wa kusimamia hizi halmashauri unabaki kuwa wa serikali kuu, kwa maana ya kwenye wilaya anabaki kuwa mkuu wa wilaya, na kwenye mkoa anabaki kuwa mkuu wa mkoa. Ndio jukumu letu kubwa kwa mujibu wa Regional Administration Act ya mwaka 2000 na mabadiliko yatokea 2002. Kwa hiyo madaraka hayo yanapatikana kwenye sheria hiyo, kuzisimamia halmashauri, zikusanye mapato, zifanye vizuri ili mambo ya maendeleo yaweze kwenda vizuri zaidi. Tukisimamiana vizuri na tukishirikiana, mambo yatakwenda vizuri. Dhana ya ukubwa isitutese. Tusiteswe na dhana ya ukubwa. Nani mkubwa? Haitatusaidia. Mkubwa ni yule anayetimiza wajibu wake sawa sawa. Mkubwa ni nani? Ngoja niwape maelezo kidogo kwa ufupi sana. Unaweza ukawa mkuu wa wilaya, una gari, una dereva, sawa? Na bahati mbaya inawezekana wewe mkuu wa wilaya na dereva wako hamuelewani. Au unaweza kuwa mkurugenzi pia, wewe na dereva wako hamuelewani. Alafu wewe unamuendesha dereva wako, sasa mimi ndo mkubwa, utanitambua. Kwanza kwa nini umechelewa? Alafu kiingia kwenye gari unakuja ndio umekimbia, umenuna, umsemeshi. Mnaweza mkafika pale Nyangao, akasimamisha gari akasema, "Mheshimiwa DC samahani, naona kama gari inaleta tatizo kidogo." Hamna kitu, amesimamisha tu. Alafu anafungua bonnet, anaanza kuliangalia, analala kule chini, hamna kitu. Wewe unajifanya mkubwa, ngoja nikuonyeshe kwamba mimi ndio mkubwa. Sasa wewe utakuwa umechelewa unakokwenda. Nani amemuonyesha mwenzake kwamba yeye ni muhimu zaidi? Si dereva. Lakini dereva huyo ani dereva mahiri, umechelewa mahali fulani, anakwambia boss, don't worry, wewe funga mkanda niachie gari mimi. Una hakika umechelewa, anaendesha gari mpaka unatetemeka, hivi nitafika kweli? Sasa boss nitafika, amekufikisha, umewahi. Nani muhimu zaidi? Si ndio? Ndio sema dhana ya ukubwa isitutese. Mkubwa ni yule anayetimiza wajibu wake sawa sawa. Lakini pia unaweza ukawa na mhudumu wa ofisi, amepoteza funguo ya ofisi. Kama amepoteza au tu ameamua kufanyizia. Unakwenda asubuhi ofisini, mkurugenzi ofisi haijafunguliwa. Utaingia ofisini? Alafu unasema ofisi yangu, ofisi yako ile. Mwenzako amekufanya ushinde kutimiza majukumu yako. Kwa hiyo swala hili linapaswa tujenge mahusiano mazuri. Tujenge mahusiano makubwa. Kila mtu mheshimu mwenzake kwa nafasi yake. Na ndo maana wenzetu waliweka mambo ya specialization. Usimdharau huyu kwa sababu ni mfagizi. Usimdharau kwa sababu ni dereva. Usimdharau huyu kwa sababu ni nani. Hapana, naye ana wajibu wake katika jamii ambao asingekuwepo yeye usingeweza kutimiza majukumu yako sawa sawa. Ninaomba nisisitize kwamba mnapojadiliana hapa masuala ya kuhoji, masuala ya usimamizi wa fedha, masuala ya utawala bora na masuala mengi yanayofanana namna hiyo, myape kipaumbele sana. Na kwa maneno hayo sasa niseme kwamba semina hii ya mradi wa uimarishaji wa mifumo ya sekta za umma kwa maana ya PS3 imefunguliwa rasmi. Akitoa neno la shukrani kwa mkuu wa mkoa wa Lindi baada ya kufungua mafunzo kwa niaba ya washiriki wote, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Lindi Mheshimiwa Matei Makwinya alisema, la kwanza nitanguliza kumshukuru Mwenyezi Mungu
kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa katika hali ya usalama. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kukushukuru wewe mwenyewe binafsi. Ulipoanza maneno yako katika ufunguzi, ulidokeza kwamba walipoanza wenzetu mafunzo haya ya PS3 ulichomeka kwamba ikiwezekana mafunzo haya tuyapate na sisi wengine. Ingawa wenzetu walipata mafunzo haya kwa muda wa wiki moja, sisi tutapata kwa siku mbili, lakini na uhakika watatueleza sababu za kupata kwa siku mbili ni nini. Lakini tuko nafasi hii nikushukuru sana. Kwa kweli maelezo uliyoyaeleza kuyakariri mimi nitayapotosha. Umetuelezea vizuri masuala mazima ya mshikamano, masuala mazima ya sisi wajibu wetu, lakini ukizingatia kwamba mafunzo haya ndio tunaanza. Maana toka tumepata nafasi hizi za kuchaguliwa kuwa madiwani hatujapata mafunzo kama haya. Nina uhakika tutakaporudi tutakuwa na moto mmoja katika kufanya kazi na kuimarisha serikali zetu za mitaa na utawala kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu umeshasema mwishoni muhimu zaidi ni kuwa na mshikamano, nina uhakika sisi tukitoka hapa tutakuwa timu moja. Kama kulikuwa na mtetereko, tukipata maelekezo haya, mtetereko huu utakuwa umepotea, letu litakuwa moja. Baada ya maelezo haya, mimi nadhani kwa sababu neno la shukrani, niendelee kushukuru sana na niendelee kuwashukuru wakufunzi wetu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba tujalie afya njema katika hizi siku tutakazokaa hapa mjini. Asante sana.